hana uwezo wa kutoa kauli ya namna ile. Ile kauli ametumwa. Ile kauli ni kauli ya baraza haramu la mawaziri, ya rais haramu, ya rais dhalimu, ya rais katili na serikali yake. Si kama tunaelewana eh? Kwa sababu nilikuwa namsikiliza, sijapata muda wa kumsikiliza kirefu sana, nimesikiliza kidogo tu. Anasema hivi kwamba anatoa kauli kwa sababu kuna tishio la usalama. Sasa kama kuna tishio la usalama, si kazi ya polisi kulinda usalama wa mikutano kama wanavyolinda hapa, si ndio? Si ndio? Sasa kama kuna tishio la usalama kwa kiwango cha kuzuia mikutano, maana yake iko kwenye hali ya hatari. Mwenye mamlaka ya kutoa kauli ya amri ya hali ya hatari ni rais peke yake. Sasa kuna rais katili, dhalimu, haramu, batili, sawa, lakini tusikie kauli ya Samia Suluhu Hassan kama Tanzania kuna tishio la usalama, na kama kuna tishio la usalama, mikusanyiko katika nchi hii sio ya kisiasa peke yake, ipo ya michezo kama mechi za mpira, iko ya kidini, iko mingine. Waseme mikusanyiko yote imesitishwa. Kama kuna hali tete ya usalama na kuna hali hatari, rais atangaze hali hatari na mikutano yote isitishwe. Kitendo cha waziri kusemea ya hadhara peke yake, hii mikutano hii imeshawazidi. Imewazidi, si ndio? Hoja zimewazidi, si ndio? Jukwaa limewazidi, si ndio? Na hapa tulikuwa tunapiga mikutano, hatujafikia hata kwenye hatua ya maandamano, tayari pumzi imewazidi, wamefikia kutoa hiyo kauli. People. Lakini la pili muhimu sana, Tanzania ina katiba pamoja na ubovu wake. Katiba ya Tanzania ina uhuru wa kujumuika pamoja na udhaifu wake hiyo kwa kuwekewa global clauses, kama haki inatolewa hapa, inapokonywa hapa, inawekwa sehemu ambayo huwezi kuilinda kimahakama. Lakini sheria hiyo ikazalisha sheria ya jeshi la polisi na huduma saidizi, Police Force and Auxiliary Services Act. Katika sheria hiyo, kati ya mambo yalipiganiwa kwa nguvu kubwa sana Tanzania ilipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, kuanzia wakati wa tume ya Nyalali na baadaye, ni haki ya kufanya mikutano, na haki hii ilipiganiwa mahakamani kweli kweli. Yuko marehemu mmoja mwenye Mungu aleza mahali pema, aitwa Christopher Mtikila. Alienda mahakamani mpaka mahakama ikafafanua juu ya haki hii ya mikutano ya vyama na wajibu wa jeshi la polisi, na haki zile ambazo mahakama ilitoa mwongozo zikawekwa kwenye sheria ya jeshi la polisi kifungu cha 43 mpaka 46 pale, kama kumbukumbu zangu ziko sawa pale kwa vifungu vile, kikawekwa kwenye sheria ya vyama vya siasa haki ya kufanya mikutano. Ndani ya sheria ya jeshi iko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini sheria ile haijamtaja waziri kwenye kupelekea taarifa ya polisi. Waziri ametajwa kama ni mamlaka ya rufaa kama usiporidhika na majibu ya polisi. Sheria haijamtaja IGP, sheria imemtaja mtu mmoja tu wa polisi, kamanda wa polisi wilaya OCD. Kwa hiyo waziri wa mambo ya ndani, IGP, wote hawana mamlaka yoyote ya kutoa agizo la nchi nzima kuhusu mikutano ya hadhara. Hayo mamlaka hayapo kabisa kwenye sheria ya jeshi la polisi. Kwa kilichofanywa na Katambi bungeni ni uhuni tu wa waziri, ni uhuni. Lakini na yeye naamini hajakurupuka tu kusema. Maneno yake yale yanaonyesha kuna script, na mimi najua pengine idara ya usalama wa taifa
kuna mashushushu ambao wametumwa ama kurekodi au kusikiliza. Mimi naamini ile, pamoja na kuwa ina baraka za Samia, ile yale maneno yale yana script ya idara ya usalama wa taifa ya Tanzania. Sasa nataka leo nizungumze na idara ya usalama wa taifa kidogo. Naelewa kwamba pia vyombo vya dola ambavyo havipendi kuzungumzwa kabisa ni usalama. Ndio maana sheria ya usalama wa taifa inasema unaweza kumtaja mkurugenzi tu wa usalama wa taifa kwa jina. Maafisa wengine wote wa usalama wa taifa huruhusiwi kuwataja hata kwa jina. Yaani wanatakiwa wawe kificho. Sasa hivi ficho bahati mbaya vinatumika vibaya. Ndugu yangu baya amesema wanateka. Unajua wakati Mwalimu Nyerere anaunda idara ya usalama wa taifa, alikuwa anaona mbali hivi, idara ya kina Mzena. Nikisema Mzena watu wa usalama wa taifa najua wananielewa. Unajua Magufuli alipofariki walisema amefia hospitali ya Mkapa, au Magufuli mmoja wapo alisema amefia hospitali ya Mzena, si ndio? Iko Dar es Salaam ya Kijinonyama, hospitali ya usalama wa taifa. Mzena ni mmoja wa waasisi wa idara ya usalama. Fikra zao za kina Mwalimu Nyerere wakati huo walitengeneza idara ambayo lengo lilikuwa ni ushushushu wa kulinda maslahi ya nchi. Na pale kwenye nembo ya idara ya usalama wa taifa ambayo wengi hawaioni, umezoea kuona nembo ya polisi, nembo ya jeshi, nembo ya Jamhuri ya Muungano, lakini sio watu wengi wanajua nembo ya idara ya usalama wa taifa. Nembo ya idara ya usalama wa taifa ina maneno mawili pale, prosperity and stability, na ina kaalama kandege kanaitwa hua kameng'ata jani. Fikra ya Mwalimu wakati huo, idara ya usalama ifanye kazi chini kwa chini, kwa utulivu, kama ndege hua, ione matishio ya mbali. Wakati wa gharika, Musa yule Noa alipokuwa kwenye gharika, alipotaka kujua kama maji yameondoka yametuama, alituma kunguru akurudi. Alafu akatuma ndege akarudi na jani, ndani akapata kwamba maji yametua watoke. Kwa hiyo walikuwa wanafikiria kwamba watengeneze idara yenye kufikiri na kuona mbali. Sasa hivi ukienda pale idara ya usalama wa taifa pembeni ya Oysterbay pale, wamejenga jengo jipya la usalama wa taifa, wamelijenga kama ndege tai, kama igo. Yaani fikra yao ni kunyakua, kuchukua, kufanya haya. Tofauti kabisa na fikra za Mwalimu. Sasa nataka kuambia nini? Huo ushauri kwa rais na waziri, pamoja na kuwa tunasema hawa ni haramu, wamechaguliwa kwa uchaguzi batili, ni ushauri ambao badala ya kumsaidia rais na nchi kulinda mnachokiita utulivu, usalama, ndio amani, ndio mnaharibu zaidi na mnakosea zaidi. Si kama tunaelewana? Alafu wanawasingizia nyinyi. Sasa nyinyi wananchi wanawasingizia kwamba eti nyinyi wananchi ndio mmesema kwamba hii mikutano hii inakwamisha shughuli za uchumi, inakwamisha shughuli za biashara, kwa hiyo izuiwe ili mkaendelee na biashara, mkaendelee na shughuli za kiuchumi. Kweli? Nyinyi ndio mmesema mikutano izuiwe kwa sababu mna shughuli nyingi za kibiashara na uchumi? Mmesema hivyo? Hakuna, si ndio? Wangapi mnasema sio nyinyi? Hiyo ni ya kwao. Sasa nyinyi, hebu nyosheni mkono. Vyombo vya habari, wananchi wanasema hivyo visingizio, si uchumi, si biashara, ni uongo. Sasa na mikono, lakini ni vizuri wasikie sauti yenu. Kama nyinyi mnasema hii mikutano ni muhimu, shughuli za kiuchumi zipo, biashara zipo, zitaendelea, lakini mikutano ya kisiasa ni muhimu. Sawa? Semeni tunataka mikutano ya hadhara. Tunataka mikutano ya hadhara. Vyombo vya habari, baada sauti za wananchi, vimikono, ngumi juu. Tunataka mikutano. Shukrani. Sasa mikutano yetu hii tuna ajenda zetu za kitaifa muhimu sana za maslahi ya nchi. Katiba mpya, Free Tundu Lissu, ukweli, haki, uwajibikaji, mauaji ya Oktoba 29, tone
Chadema Digital, ajenda zipo nyingi, lakini ni fursa ya kuzungumza vile vile ajenda za maeneo yenu. Sasa mimi nilipokuwa nakaribia ukanda hapa, nikapewa karatasi ambayo naomba nisome kama ilivyo. Hii ni sauti ya wafanyabiashara wa hapa manispaa. Wanasema hivi: service levy, wafanyabiashara wanalipishwa kuanzia Laki5 hadi Milioni 2, halafu wanalipishwa tozo ya kupakua mizigo, tozo ya store ya kuhifadhi mizigo, tozo ya usafi, michango ya mwenge, michango ya CCM. Kutokana na mrundikano wa tozo na kodi, biashara nyingi zimefungwa. Ni kweli, si ndio mama? Ni kweli, si ndio? Sasa niwaambieni, sikilizeni. Hii serikali hii ilianza mdororo wa kifedha ndani ya serikali muda mrefu kidogo, toka wakati wa Magufuli. Mdororo ukaongezeka zaidi wakati wa Samia. Magufuli katika kukabiliana na huo mdororo uliosababishwa na matatizo ya kiuongozi, matatizo ya kidemokrasia, akaamua silaha ya kutumia ni kupambikizia wafanyabiashara kesi za uhujumu uchumi. Ikawa ni mbinu ya Magufuli, kesi za uhujumu uchumi zikawa nyingi. Mwezi Machi mwaka 2021, Mwenyezi Mungu ambaye ana mamlaka kuliko watu wote na vitu vyote, akamtoa Magufuli, akampeleka mbele ya haki, akaondoka. Samia alivyoingia akaendeleza kwa nguvu zaidi. Moja, kuendelea kuwakamua watu. Pili, kukopa kwa kasi kubwa kweli kweli, akakopa. Deni la taifa likakuwa, deni la Samia peke yake likawa linazidi deni alilokopa Nyerere, alilokopa Mkapa, alilokopa Mwinyi, alilokopa Kikwete, wote mikopo yote toka uhuru. Mtu mmoja tu Samia akakopa kweli kweli, pesa tunazolipa wote. Sasa nchi ikaingia katika kitu kinachoitwa debt trap, mtego wa deni, kwamba sasa madeni yanaendelea kumachua, yanafikia umri wa kulipa, riba zake zinaongezeka, mapato ya serikali ni madogo. Samia akaendelea kukopa zaidi, pesa tunazolipa sisi. Matokeo yake sasa mapato kwa mwezi ya serikali sehemu kubwa inaishia matumizi ya anasa na kulipa madeni. Sasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, uchafuzi ule wakafanya matatizo katika urari wa kiuchumi wa nchi. Ndio maana kuna wakati kuelekea uchaguzi hela ilianza kuwa ngumu, shida zikaanza kabla hata ya uchaguzi. Hali ya uchumi huku ikawa inaanza kuwa ovyo, wakafanya uwizi wa kwenye uchaguzi. Matokeo yake nchi ikaonekana ni nchi hatari yenye migogoro, watalii wakapungua, mapato yakapungua, baadhi ya fedha za wawekezaji zikaanza kupungua. Lakini kwa sababu ya mauaji, kwa sababu ya kumweka Lissu ndani, kwa sababu ya kutokuwa na uchaguzi, nchi ikaanza vile kuwekewa vikwazo. Baadhi ya pesa za washirika wa maendeleo zikaanza kupungua, na si pesa tu za washirika wa maendeleo, hata pesa za kukopa Tanzania ikaanza kuwekewa masharti magumu zaidi, kwa sababu ya mazingira yasiyokuwa salama ya kisiasa na ya kijamii na ya kiuchumi ndani ya nchi. Baadaye ikatokea vita vya Ukraine, vita vya Marekani na Iran. Ikatokea kisingizio sasa, mafuta yakapanda bei, hali ya uchumi ikawa ngumu zaidi, ugumu ukaongezeka kutokana na bei ya mafuta. Lakini hata kupanda huko kwa bei ya mafuta duniani hakukuwa kwa kiwango ambacho Tanzania tumeongezewa bei ya mafuta, kwa sababu hapo katikati wafanyabiashara wenye mahusiano na CCM walitumia vibaya na serikali yao kauli ya kwamba bei imepanda kwenye soko la dunia, kupandisha bei, kumuumiza Mtanzania masikini. Kwa wananchi mtaendelea kunyonywa, hali imezidi kuwa ngumu. Sasa serikali hii ambayo
inakataa inachokiita masharti ya kuwa na uchaguzi wa haki kwa demokrasia kumwachia Lissu, inakosa pesa za nje, iwe ni za misaada, pesa za nje Tanzania ambazo ina haki ya kuzikopa kwa masharti nafuu, inazikosa, inazikataa kwa sababu ya kulazimishwa kuheshimu mikataba ya kimataifa kuhusu demokrasia. Serikali hii sasa imeamua njia pekee ya serikali kuishi ni kuongeza zaidi tozo, kodi, kuzidi kuwakamua nyinyi, kuwafanya muwe masikini zaidi, kuwafanya muwe na hali ngumu zaidi. Ndio hii inayoendelea, wafanyabiashara kuongezewa kodi, na sio wafanyabiashara maduka tu. Ilikuwa Singida kule wafanyabiashara wa mashudu ya alizeti wameongezewa, kuna ongeza. TRA sasa imegeuka kuwa kama ni kikosi cha polisi cha kupita mitaani kwa nguvu, kusanya, na kila mmoja trafiki naye anapewa mashine, simama barabarani, kusanya, nchi ya tozo, kodi, michango mbalimbali. Sasa nataka kuwaambia, sasa nataka kumkaribisha makamu mwenyekiti. Nataka kuambia hivi, nataka kusema jambo moja tu. Kuna msemo wa Kiingereza unasema no representation no taxation, kwamba hakuna uwakilishi, hakuna kutozwa kodi, hakuna uwakilishi, hakuna kulipa kodi. Tunataka kuambia tu Samia Suluhu Hassan na wenzake, sisi tunachotaka, moja, Tundu Lissu aachiwe huru bila masharti yote. Na pili, tunataka katiba mpya na uchaguzi huru na haki. La tatu, tunawaambia tunataka ukweli, haki na uwajibikaji kuhusu wenzetu waliouawa Oktoba 29. Tatu, nne, tunasema serikali hii ni haramu, ni batili, si ndio? Tunataka serikali ya watu, si ndio? Ili tupate uwakilishi wa watu, si ndio? Sasa tutatafakari, tutakaa, tutazungumza. Kama watusikilizi kwa mikutano na wanaogopa maandamano, hivi kwa nini waendelee kututoza kodi wakati hatuna wawakilishi bungeni, hatuna serikali tunaitambua? Kwa nini waendelee kutoza kodi? Haikubaliki, si ndio? Haikubaliki, si ndio? Sasa niishie hapo kwa leo, lakini tunakwenda kujifungia kwenye kamati kuu ya chama. Tutayatafakari yote haya, ili zuio la mikutano, hali ya nchi, siasa, uchumi na kila kitu. Sisi hatufanyi maamuzi wenyewe hapa jukwani, viongozi wa kitaifa tunafanya maamuzi na wenzetu kwenye kikao cha kamati kuu. Tukishakaa kamati kuu, tutatoa mwelekeo kwa taifa. Subirini, tutazungumza na nyinyi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, karibu.